Katika siku mbili hivi hapa katika ukanda wa Afrika Mashariki tumeshuhudia marais wote wakitoka nje ya nchi zao. Tumemshuhudia rais wa Kenya, yeye amekwenda South Africa kwenda kumuona ziara ya kikazi, kumuona Rais Ramaphosa hapo nchini Afrika Kusini. Hata kadhalika rais wa Rwanda Paul Kagame na yeye ametoka nchini kwake, amekwenda Ufaransa kwa ajili ya kuadhimisha zile shughuli za mauaji ya kimbari yaliyofanyika mwaka 94. Kubwa kuliko ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye ametoka na kwenda nchini Urusi kwa ajili ya ziara ya siku tatu ya kikazi, ambapo huko Rais Samia amepata kutunukiwa pia shahada ya heshima kutoka kwenye chuo kikuu kimoja kilichopo nchini Urusi. Lakini maajabu yaliyopo katika vyombo vya habari vya magharibi ambavyo vinazungumza lugha ya Kiswahili vimekuwa na kampeni ya kumzungumza tofauti rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baadhi ya waandishi katika vyombo hivyo vya habari wamekuwa wakisema kwamba eti rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekwenda Urusi kupata huduma ya kisiasa na ulinzi mara baada ya kuona nchi za magharibi kama Marekani na Uingereza hazina imani naye. Mashambulizi haya yanayotoka katika vyombo hivi vya habari ni mwendelezo tu wa ile nia ovu ya kuichafua serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nataka kusema kama taaluma ya waandishi wa habari, nimejaribu kusoma moja ya articles zimeandikwa katika BBC. Article inaanza inaeleza ziara ya Urusi, lakini paragrafu ya pili inarejea eti amekwenda huko kwa ajili ya mara tu baada ya machafuko ya Oktoba 29. Ikumbukwe serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilishamalizana na jambo la Oktoba 29 na limefikia katika hatua nzuri sana, ambako tume ya haki jinai imeundwa na tume ya Jaji Chande iliundwa kwa ajili ya kuchunguza mauaji hayo na ikaja na majibu. Lakini tumeona kelele nyingi sana kutoka vyombo vya habari vya magharibi ambavyo vina mchango ama vina uhusiano na baadhi ya vyama vya siasa vya upinzani vikijaribu kukosoa ziara hii. Lazima tukumbuke kuwa serikali ya Tanzania ni moja ya serikali ambayo haifungamani na upande wowote, na hivyo tumegundua sasa Rais Samia amelitimiza hilo kwa kufanya ziara yake ya kwanza nje ya Tanzania kwenda nchini Urusi. Dhana ya kutofungamana upande wowote, maana wake unaweza kwenda kwenye nchi za kiliberali na kifederali, unaweza kwenda nchi za kibepari na nchi zenye uchumi wa kawaida. Hivyo nipende kumpongeza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa safari yake ya Urusi. Tunajua Urusi ni wazalishaji wakubwa kabisa wa gesi na sisi Tanzania ni wazalishaji wa gesi ambao tunachipukia, hivyo amekwenda